Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii katika usiku huu tukiwa katika oktava ya Noeli, kumshukuru Mungu kwa makuu aliyotutendea katika mwaka mzima. Misa hii ni ya kumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tunayo fadhila ya unyenyekevu. Tunajitambua sisi ni binadamu, tunatambua mipaka yetu, tunatambua vile vile udhaifu wetu, na tunatambua kwamba Mungu anatutegemeza katika yote, na hivi tunamtegemea yeye kila wakati. Tunatambua kwamba ni kwa nguvu zake, ni kwa huruma yake tupo tulivyo hivi, na ndio maana tunafika pa kanisani kusema asante kwa kutuongoza mwaka mzima, kwa kutulinda, kwa kutupa afya njema, kwa kutupa zawadi ya familia, kwa kutupa zawadi za ndugu na jamaa na marafiki tulio nao. Tunasema asante katika hilo, kwa tunaongozwa na fadhila hiyo ya unyenyekevu ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Mwenye kiburi aweza akasema asante. Mwenye kiburi aweza akasema nimekosa. Mwenye kiburi daima atasema mimi nafahamu kila kitu, mimi siwezi nikakosea. Ukimfuatilia mwenye kiburi, ujue kwamba ananyang'anya hata nafasi ya Mungu mwenyewe katika maisha yake. Anachukua kiti cha Mungu, anakalia kiti cha Mungu, na kutokana na hilo anafunga neema za Mungu, milango ya neema ya Mungu kuingia kwake, kwa sababu anajitosheleza, anajitegemea. Na hilo ni tatizo kubwa la mwanadamu wetu wa leo: kiburi, majivuno na kujitegemea na kumweka Mungu pembeni, kwamba mimi nimefaulu, mimi nimeweza kufanya hiki na hiki kwa sababu ya nguvu zangu, kwa sababu ya pesa zangu, kwa sababu ya 1, 2, 3, nimesoma, naelewa vizuri, ambao tulitegemea elimu imsaidie mtu huyu amtambue zaidi Mungu wake, na hivi ampende na kumtumikia ipasavyo. Inakuwa ngumu kwake. Mwenye kiburi aweza kukubali kosa, na kila mara ataona kwamba ameonewa katika maisha yake, na hivi wale watakaomkosoa atasema hawa wananionea mimi, kwa nini wananifanyia vibaya hivi? Na ndio maana sisi wenye shukurani hii tunapoadhimisha adhimisho hili la misa takatifu, Eukaristia yenyewe ni shukrani, na ndio sala kuu ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale aliyotutendea katika maisha yetu. Na kwa shukrani hizo ni unyenyekevu mkubwa, ambapo vile vile unatufanya tutambue dhambi zetu, udhaifu wetu, na kumwomba Mungu akae nasi, tuongoze na kutulinda katika maisha yetu. Mfano mfupi tu ambao ningependa kuutoa: kulikuwa na maandamano ya kuingia kanisani kwa ajili ya adhimisho la misa takatifu. Wasema askofu na mapadre wote wanajongea mbele ya altare, wanaangalia tabernakulo kule ambapo Yesu yupo, wanaabudu, wanapiga magoti pale. Sasa kulikuwa kwenye tabernakulo hilo kuna mjusi yuko pale. Alipoona wale mapadre na maaskofu wanakuja pale mbele, wanainama na kupiga magoti, alifurahi sana. Sasa kumbe naweza nikasujudiwa hivi. Kaangalia lakini baadaye mwongoza misa
akatia ubani kwenye chetezo, akaanza kufukizia, akafurahi sana ile harufu. Baadaye alizidiwa na harufu ile, akazimia. Alipona sijui. Ndiyo mwenye kiburi, ni mjusi tu, na umjusi wake anafikiri watu wanamwabudu yeye, kumbe wanamwabudu Mungu. Anapoona wanapiga magoti mbele yake, anafikiri wanampigia magoti yeye, kumbe wanampigia Mungu. Ndio maana mwenye kiburi anataka wampigie magoti yeye, wasifu yeye, wamsifu kila wakati. Na hilo ni tatizo, kusifu kila wakati. Na katika ulimwengu wetu huu ambao ni ulimwengu wa matumizi, consumerism wanasema, consumerism, matumizi. Kila kitu tunakiona kwa ajili ya matumizi. Hata mwanadamu tunamuona kwa ajili ya matumizi. Nataka niwe rafiki wa huyu, atanisaidia 1, 2, 3. Nataka nimuoe huyu kwa sababu ana biashara. Nataka niwe na huyu kwa sababu ana nyumba. Nataka nilelewe. Tatizo katika maisha yetu haya. Hilo moja. Lakini vile vile katika ulimwengu huu wa utandawazi, wa teknolojia na sayansi ambavyo vimeendelea sana, vyote hivi vinaleta kiburi kwa mwanadamu. Tunasahau maisha ya kiroho. Tunasahau kwamba lazima tuongee na Mungu ndani mwetu. Tunasahau kwamba huyu ni mkubwa wangu, na kama mkubwa wangu nimsikilize ananiambia nini. Kwa dharau, kiburi, majivuno vinatutesa katika maisha hii, na ndio maana tunasambaratika, na ndio maana hatueleweki, hatufuati ushauri, hatusikilizi chochote. Na ndio maana neno la Mungu tulisome, na tukilisoma tunalisoma kwa ajili ya kutusaidia kuhalalisha yale ambayo tunayafanya. Na unapohalalisha, ujue kwamba unaharibu, ni dhambi kubwa zaidi kuhalalisha kwa kutumia neno la Mungu. Kwa kutusikiliza, unakosolewa, utaki kukosolewa. Leo katika misa hii ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tunapomaliza mwaka huu na tunapoingia mwaka mpya, kwa maana mengine tunaangalia mwaka mzima. Tuchukue mfano katika somo la kwanza, mfano wa Solomoni, mtawala huyu. Na Solomoni tunajua kama historia yake, aliwahi kuulizwa na Mungu, ungependa upewe nini katika sala zako? Unaomba nini? Unaomba, unataka kupata nini? Solomoni hakuomba mali, hakuomba utajiri. Aliomba kuwa na hekima, hekima imuongoze. Na huyu tunamsikia katika somo hili, anasema kwamba akasimama mbele ya mkutano katika sala yake ya shukrani, akasema akaubariki mkutano. Na katika kuubariki mkutano, macho yake yalielekea mbinguni kwa Mungu. Abarikiwe Mungu, asifiwe Mungu, atukuzwe Mungu. Ndio wa kwanza katika yote. Hayo mengine hayo ya pembeni. Atukuzwe huyu, asifiwe huyu. Kwa nini? Kwa sababu amewafanya Waisraeli kustarehe. Maana yake nini? Kustarehe, wawe na amani. Na walio na amani ni wale ambao wanatambua wajibu wake, na kila kitu kiko sehemu yake. Kila kitu kiko sehemu yake. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunaona hiyo amani, sio kwa sababu ya maaskari, sio kwa sababu ya kuwa na jeshi kubwa, sio kwa sababu ya kulindwa sana. Kila kitu kipo sehemu yake. Wanaheshimiana, wanasaidiana, wanaongozana. Ndio amani ilivyo. Na haki za watu zinafanyiwa kazi. Hakuna mwenye kudharau utu wa mwenzake.
Hakuna mtu mwenye kuweza kuongea hovyo kwa ajili ya mwingine, kwa sababu kila mtu ana haki ya usiri. Uwezo ukajitamkia tu unavyopenda kuhusu mwenzako, na uwezi ukaanza kujilipua mwenyewe kienyeji tu. Kwa sababu hiyo kila kitu kiko sehemu yake. Kustarehe, sina hofu, siogopi kwamba kuna mtu atakuja kunitikisa, siogopi kuna mtu atakuja kuniogofya na silaha au na nini. Ndio walivyokuwa Waisraeli. Ndio maana anasimama na kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu huyu amewafanya watu wastarehe, wawe na afya, waheshimiane, wasaidiane, na kila mtu amjali mwenzake, na kila mtu atendewe kama inavyostahili mwana wa Mungu, sura na mfano wa Mungu. Hiyo ni kustarehe. Ndio maana hiyo alifanya hivyo. Hakumshukuru Mungu kwa kuwa na utajiri au kwa kuwa na nguvu nyingi, kwa kutawala watu. Kwa watu kustarehe. Ukiona watu wananung'unika, watu wanalalamika, watu wako juu, wana hofu, hiyo kuna kasoro. Ujirekebishe. Kama ni mtawala, jirekebishe. Soma alama za nyakati. Ukiona watu wametulia, ukiona watu wanafanya vizuri, jua kwamba kuna kitu unachokifanya. Una hofu na Mungu na unamtanguliza katika yote unayotenda. Ni muhimu, kwa sababu Mungu huyu anatawala watu wake kupitia namna mambo mbalimbali na namna nyingi, na kwa sababu hiyo lazima tuangalie hivyo kustarehe. Lakini pamoja na hayo, anamshukuru Mungu katika sala ile kwa uaminifu wake kwenye ahadi zake, na ahadi hizo anaanza historia ya wokovu. Anaanza Musa alivyowatoa watu wa Israeli nchini Misri, akawavusha kwenye bahari ile, akawafikisha jangwani, wakafika mlima Sinai, wakaweka agano naye, na anamwangalia Daudi baba yake kama mfalme wa pili wa Israeli. Ahadi zile Mungu alizozifanya, na amekuwa mwaminifu na kuzitimiza. Anafanya hivyo kwa sababu watu hawa vile vile wako kwake, na kwa sababu walisema tutakuwa na wewe, na ndio maana yanatimia yote katika hilo. Lakini pamoja na hayo, anarudi vile vile, au tukiangalia hivyo hivyo, tukiangalia somo la Injili vile vile ilivyo, tuliyolisikia, wakoma walijitambua. Tatizo letu sisi wanadamu kujitambua, kwamba walijitambua wanaumwa, wagonjwa, na walifuata sheria ile, msigusane na watu na msikutane na watu. Walitambua kwamba sisi ni wagonjwa. Ndio maana katika sala yao fupi sana, kwa mbali kabisa, kutoka moyoni mwao wakamwomba Yesu awaponye. Yesu akusema nimewaponya. Katika kupona huko ni safari, ni safari ambayo unahitaji kuwa mtii, unahitaji kuwa na unyenyekevu, unahitaji kuwa na moyo na imani. Nenda mkajionyeshe kwa makuhani. Mwingine akidharau, jamaa huyu tunasema kwamba utuponye ukoma, unatutesa, alafu unatuambia tukajionyeshe kwa makuhani. Wako safarini kwa makuhani, kwenda kwa makuhani, ndio njiani wanaona wametakasika. Ni safari kupona, lakini uaminifu unaendana na imani. Imani yetu na uaminifu kwa Mungu wetu, kwa ahadi zetu tunazompelekea yeye, kwa yote tunayotenda kadiri ya viapo vyetu, na safari hiyo ya kumwelekea yeye, ndipo tunapona. Nenda kajionyesha kwa makuhani. Lakini ukijionyesha kwa makuhani, hapo umepona, ukiwa njiani unatambua, nalo ni tatizo.
unatambua? Wenzetu wale 9 wengine walikuwa tayari wameshatambua, lakini wameshika sheria. Tuende kwa makuhani. Huyu Msamaria aliweza kufanya kitu ambacho kwa Kiingereza nasema retreat, akarudi nyuma, na sauti ya Yesu ilikuwa bado inasikika katika masikio yake, na akaona kabisa ni sauti hii imefanya niwe nilivyo. Sasa napoenda, naenda kujionyesha kwa nani? Mimi ni Msamaria, naenda kwa kuhani wa nani? Ugonjwa ulitufanya tuwe pamoja hapa na Wayahudi hawa, sisi ni maadui sisi. Lakini sasa saa hizi tumetakasika. Mimi naenda kujionyesha kwa kuhani nani? Nani ni kuhani wangu katika maisha yangu zaidi ya Yesu? Nikienda kwa makuhani wale watanitenga, lakini Yesu atanitenga hata siku moja. Narudi tena kwa kuhani mkuu Yesu Kristo. Ndio maana alirudi akishangilia, akimtukuza Mungu kama alivyofanya Solomoni. Asifiwe Mungu, atukuzwe Mungu, asante kwa ulionitendea. Ndio maana Yesu anarudi nyuma. Wale wengine wako wapi? Tena huyu ni Msamaria huyu. Wale ambao ni Wayahudi hawapo hapa, wameendelea na shughuli yao, si ndio? Mpona yule akapona mwili na roho, akamtii, akamwamini Mungu, akaweza kuwa mfuasi, lakini vile vile mwili wake si wa ukoma tena. Hana ukoma wa mwili wala hana ukoma wa roho. Katika maisha yetu ukoma wa roho unatutesa sana, unatutesa katika jamii, unatutesa wakati mwingine hata katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Tusitambue ni nini kelele nyingi sana katika dunia hii, na kelele hizi ni za kuvutia. Kwetu ni kuzuri, kwetu ndio kwema. Hawa wanapotoka twende tufanye 1, 2, 3, ni tatizo ambalo linatutesa sisi wanadamu. Na ndio maana tunapoangalia mwaka wetu huu, hata sisi tunarudi nyuma. Tunakumbuka tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 tulitangazwa rasmi kwa jimbo la Bagamoyo. Tukaambiwa na mama kanisa kwamba ninyi kama jimbo la Bagamoyo mpaka wenu ni mto Tegeta kwa upande huu, na mnapakana na jimbo kuu la Dar es Salaam ambayo ni wazazi wenu, na kwa upande ule mna wazazi wengine Morogoro, Mtongerengere kwa upande mwingine, na kwa upande mwingine kuna parokia ile ya Ngerengere na unaenda nayo, na kule kuna Mdaula, kuna Chalinze. Ninyi sasa mtakuwa jimbo la Bagamoyo tarehe 7 Machi 2025. Tulishangilia, tulishukuru Mungu kwamba tumekuwa jimbo. Tarehe 4 Mei mwaka huo huo tukazinduliwa rasmi na kusimikwa, safari kaanza. Lakini mara ya kwanza kabisa tukijikabidhi mikononi mwa Mungu atuongoze. Hakuna aliyesomea kwamba sasa amesomea kulifanya liwe sasa jimbo liwe ni moja. Hamna. Tunahitaji kushirikiana, tunahitaji kuongea, tunahitaji kusaidiana, tunahitaji kuongozana ili tusonge mbele. Mpaka leo hii tunaelekea kumaliza mwezi wa 8 tangu tumekuwa jimbo la Bagamoyo. Na ndio maana tunapomaliza mwaka tunasema asante Mungu kama wana jimbo la Bagamoyo. Na wakati huo huo tukiata na mshukuru Mungu, ndipo tunapoonyesha uhusiano na kuimarisha zaidi uhusiano huu na Mungu wetu, ambao ni jambo jema. Katika safari yetu tena tunaangalia mbele katika mwaka huu, tarehe 29 Oktoba tulipata
janga kubwa. Tarehe 29 Oktoba wengi waliuawa, wengi walipoteza maisha siku hiyo, 29, 30, 31 mpaka tarehe 1 tukawa kwenye lockdown. Na tukiwa katika lockdown, tunakumbuka wakati wa COVID-19 hatukuwa kwenye lockdown, tulikuwa tunaendelea na shughuli zetu. Ndio mara ya kwanza kusema lockdown iko hivi. Kizubao ukikaa ndani unaweza kukutana na mwenzako akasema hivi, huyu ni nani? Ni binadamu au ni nani? Unashangaa kwa sababu ya lockdown. Si kawaida katika taifa letu kuingia kwenye swala kama hilo. Kila mmoja alishangaa, kila mmoja alidua, na tukajua kabisa tumemkosea Mungu, tumekuwa mbali naye, hatujamuomba, tumezidisha kiburi, hatusikilizani, hatutaki kuongozana, hatutaki kushauriana. Tukakumbuka ushauri wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukakumbuka nyimbo zile alizotufundisha. Wakati ule kulikuwa na kitabu fulani naangalia, asema sisi tumekwisha uwasha mwenge, tumekwisha uwasha mwenge. Tukikumbuka vile tunalia kabisa, yametoka wapi ya tarehe 29? Tumepoteza mwelekeo. Katika kupoteza mwelekeo ndio maana tunanyanyasana, na ndio maana tunauana kama wanyama. Ilikuwa shida katika mwaka huu tunaomaliza, na ndio maana tunapotathmini lazima sasa tuseme Mungu utuangalie kwa namna pekee. Haya si ya kibinadamu. Tukiangalia ubinadamu wetu, Mungu hatuna nguvu yoyote sisi. Leo naweza nikafanya 1, 2, 3 nikakuua, nikakufanya nini, nikafanya hivi nini na nini, lakini kesho mimi nakufa. Hakuna atakaye ambaye hatakufa. Tena naweza nikafa kifo kibaya sana. Sasa Mungu anatuangalia. Mungu anaangalia mawazo yetu, nia zetu. Anafahamu kila kitu, tunavyokaa, tunavyosimama, tunavyotembea. Hilo lilikuwa janga, hilo lilitutoa machozi katika mwaka unaopita, na hilo kila mara nasema Mungu tunaomba uwe nasi. Ndio maana tunapoliangalia somo la kwanza bado linatukumbusha Solomoni anaomba, pamoja na kusema asante Mungu kwa kutupa amani. Pengine sisi tulikosea kwamba tumepewa amani, tumesahau kwamba vile vile sasa kila kitu hakipo sehemu yake. Kusema kila kitu kiko sehemu yake, maana yake haki zinatendeka, heshima kwa mtu, kusikilizwa mtu, uhuru wa maoni, uweza kuongea katika hilo, kusaidiana, vile vile kushauriana, kusikiliza ushauri ili tusonge mbele. Pengine Mungu tulisema toka Mungu kwa kiburi chetu na majivuno tulio nayo, na ndio maana yakatupata haya. Na ndio maana Solomoni anaomba Mungu ukae na taifa letu, usituache, ufanye kama ulivyofanya toka mwanzo. Ufanye kama ulivyokuwa, tuweze kuendelea kuwa na amani na tuweze kuishi kama ndugu, tuweze kusaidiana. Kila mwenye wadhifa atende inavyotakiwa, si kwa sababu ana wadhifa fulani, na atambue kwamba kuna dhambi ya jamii mbaya ambayo tunaitenda. Pengine hata sisi wakati fulani tuiungami, ambao kila mtu lazima jiulize kila wakati, mimi ninachangia chochote kutesa watu? Au mimi ni hakimu, au mimi ni muuguzi,
au mimi ni askari au mimi ni nani, ninachangia kutesa watu. Kama nachangia kutesa watu, nikaungame dhambi, hiyo ni dhambi, ndio dhambi ya jamii. Tukiangalia katika Agano la Kale, kulikuwa na wale wanasema kwamba watoza ushuru, wale makahaba walionekana wana dhambi ya jamii inaeleweka. Kwa mfano, mtoza ushuru alionekana kabisa huyu ni mdhambi wetu. Dhambi ya jamii inaweza ikawa inatutafuna sana katika jamii yetu. Dhambi ya jamii. Namna gani mimi katika maisha yangu ninachangia watu wateseke, watu wapate shida, na pengine na furahia na kushangilia nikiwa huko sirini huko, nashangilia wanavyopata hivi. Pengine naona kwamba mimi na kila kitu, kwa hiyo wengine wasiwe nacho, shauri yao. Ubinafsi unatutawala wakati mwingine katika maisha yetu na unatutesa katika hilo, na yote yanaongozwa na kiburi katika maisha yetu. Lakini Solomoni alisema, Mungu usituache, kama umetufanya tustarehe, basi uwe nasi sasa, usiondoke. Na si tu kuwa nasi, ufanye mioyo yetu ikuelekee wewe. Tupe neema ya kujitambua. Ongoza dhamiri zetu popote tunapotenda. Unapotuonya tuache kwamba ni kibaya hiki, tufanye navyo takiwa kama watoto wa Mungu. Na wakati huo tena, si tu kwamba uifanye mioyo yetu ikuelekee wewe, lakini tutembee katika njia zako unazotuelekeza. Wanangu, njoni tupite huku kubaya, tupite huku, tuweze kutimiza amri zako. Na amri za Mungu zinazofupishwa katika amri mbili: kumpenda Mungu kwa nguvu zote, kwa akili yote, kwa roho yote, kwa moyo wote. Kumpenda jirani kama nafsi yangu. Kumpenda jirani hiyo yote. Kama nampenda jirani, siwezi kumfanyia vibaya, wala siwezi kumfanyia hila. Nitathamini utu wake, na kila mara nitapenda atendewe kama ninavyopenda kutendewa mimi, na nitamwombea vizuri yaliyo mema, ili tuweze kwenda mbele. Kwa hiyo sasa, huyu Mungu ambaye atakuwa na sisi aendelee sasa kuifanya mioyo yetu mwelekee yeye kwa kwenda katika njia zake. Wale waliokamili njia zao wanaenda katika sheria ya Bwana, na tuweze kutimiza amri zake kama anavyowaambia. Somo la pili linatukumbusha hilo. Paulo anaeleza vizuri kwamba yeye alipanda, Apolo amemwagilia, lakini mwenye uwezo wa kusema vitu vikue ni Mungu peke yake. Sisi ni nani wa kuweza kujivunia kwamba ni sisi tumefanya 1 2 3? Na ndio maana ukifanya vizuri unapiga magoti na sema asante Mungu. Na ndio maana Mungu anatutumia sisi. Enzi hizo kulikuwa na malaika, kwa sababu malaika hawa waliweza kupeleka habari zake kwa watu hawa. Lakini enzi zetu Mungu anaongea na sisi kupitia mwanawe ambaye ni neno lake. Tusikilize neno la Mungu ndani mwetu katika nafsi zetu, na tusitajirishe nafsi zetu kwa kusoma neno la Mungu, kwa kusoma makala matakatifu, kwa kusoma vile vile mafundisho ya mama kanisa. Ukienda juu tu na mafundisho ya kanisa haya, utaondoka na kama mtu ambaye anaangalia kwenye andake limeenda hivi, alafu linapoisha mwisho unaona kamwanga, unaweza kaona kijitu kafikiri nimeona watu. Ukasema nimeona watu wengi sana, kumbe ni vijiti. Na unaenda kufundisha watu kwamba nimeona watu wengi sana kule na nini. Najua hapana. Ndio hivyo katika mafundisho ya kanisa. Tulia, soma vizuri, utaelewa vizuri.
kuna hati za Mtaguso wa Pili wa Vatikano, kuna sheria za kanisa, kuna Injili. Tunaongozwa na vyote hivyo, lakini vinahitaji utulivu ili uweze kutafakari vizuri, la sivyo utaharirisha mambo yako kupitia vitu hivyo hivyo na utaendelea kutesa watu. Kwa lazima tuangalie hapo, kutembea katika njia zake na tuweze kutimiza amri zake, na tuone kwamba ni yeye tu. Lakini vile vile sala zetu, ajibu sala zetu tunazoziweka mbele yake. Tuendelee kuomba. Tunaliombea taifa letu amani, haki na amani, na tunaendelea kujiombea sisi sote utulivu, na tunaendelea kuomba na sisi tuweze kustarehe, ili kila kitu kiwe sehemu yake. Kila kitu kiwe na sehemu yake, kila mtu awajibike katika nafasi yake, si kadiri ya matakwa yake yeye kwa ndoto zake, hapana, ila kadiri inavyotakiwa na kadiri ya sheria inavyoelekeza. Na kwa kufanya hivyo watu wakujue wewe kwamba ni Bwana na unastahili kuabudiwa. Watu wanapotuona tunaongea, tunasalimiana, tunaheshimiana, na kila mtu anathamini utu wa mwenzake, watatambua sasa kwamba ni wewe Mungu peke yake, kwa sababu tunajua ni Mungu anayetujalia. Tunajua hilo, na sasa wewe Mungu peke yako, wewe ndio uliwe katika dunia, wajue hivi. Kwa sababu hiyo leo vile vile tunaalikwa kuwa wamisionari wa yale tunayoyaishi, wa maisha yetu, wa imani yetu, wa misionari, kama sinodi ya maaskofu inavyotukumbusha. Kanisa la kisinodi, ushirika, ushiriki na umisionari. Ushiriki na umisionari. Kwenye ushirika sisi ni washirika. Katika ushirika kuna huduma, tuhudumiane vizuri inavyotakiwa. Lakini vile vile katika ushirika huo, pamoja na kuwa na huduma, lazima kuwepo toba, kuongoka kila wakati. Na ndivyo tutangaze sasa kile kinachostahili kwa watu. Na tunapotangaza hivi, watu watajua kwamba Mungu peke yake ndiye anastahili sifa. Agustino alifanya mambo mengi sana ya ajabu. Mtakatifu Agustino anaandika katika kitabu chake cha Maungamo, akiandika mwanzoni kabisa kitabu hiki cha Maungamo, anaelezea alikuweje na safari yake. Lakini mwishoni anasema, anapoanza mwanzo pale mwa kitabu, anasema usifiwe Mungu, maana ni wewe umenifanya niwe hivi kwa neema zako. Na kwa sababu hiyo ninapofanya hivyo, watu watajua wewe ni Mungu. Natangaza kwa sababu maisha yangu ndiyo mahubiri, maisha yangu ni umisionari. Kwa kuishi hivi natangaza injili ya Bwana, lakini sio kwa umbea, sio kusingizia, sio kwa kuropoka tu, bali ni kutoka maisha yangu ninavyoishi. Lakini pamoja na hayo, tuendelee kuwajibika kwa Mungu, kumtii yeye, kumsujudu yeye, na vile vile kuondoa mgawanyiko na kuondoa hofu, ili tusiyumbishwe na mtu yoyote yule. Lazima kila mmoja anasema kwa tunajivunia imani yetu. Leo tunapomaliza mwaka, lazima kila mtu atathmini imani yake ikoje, imeyumba. Tunajivunia imani yetu. Sisi ni Wakatoliki, na ninapoitwa Mkatoliki nafurahia ukatoliki wangu. Na kama Petro alivyoahidiwa, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hakuna kitakachoweza kulishinda. Tungekuwa hili kanisa linaongozwa binadamu tu, lingekuwa limeshafifia toka zamani, limepitia misukosuko mingi. Lakini hili kanisa ni la Kristo mwenyewe, na ndio maana lipo mpaka leo. Propaganda mbalimbali zilitolewa enzi hizo katika historia ya kanisa. Pamoja na propaganda zote hizo,
mababa wa kanisa walisimama na wakaweza kutetea imani. Na ndio maana najivunia kuwa Mkatoliki, najivunia ukatoliki wangu. Sio mtu wa kutangatanga, sio mtu wa kuyumbishwa na kutishwa na mtu kwa sababu tu angependa niwe kwake. Hapana, tuwe Wakatoliki wa moyo, kutoka moyoni, hasa kumsikiliza mama kanisa anatuambia nini katika maisha yetu. Tunapoangalia mwaka huu, na wengine tulikosokoswa na magari wenda, wengine tulipata hivi, wengine ndio ugua, lakini Mungu ameniongoza, na katika kuniongoza huko niko hivi nilivyo. Pengine hiyo tarehe 29 hiyo Oktoba, pengine mwingine tulikosokoswa na risasi huko nyumbani kwako hapo. Upo ulivyo sasa, Mungu anakusimamia, una cha kutimiza. Haina maana wale waliokufa hawatauona mwaka huu tuseme kwamba wao ni wasio wa dhambi. Hapana, tujue sisi tunaoishi leo hii, Mungu ametupa nafasi tutimize wajibu wetu vizuri pasavyo, ili tutakapokufa tukapumzike kwa amani. Kuna watania watu sehemu fulani, unaweza katania alafu malai kawa hivyo. Ndio maana sisi si kitu sisi. Ndio maana namshukuru Mungu, nasema Mungu ni wewe unatufanya tuwe na maana katika maisha yetu. Ndio maana wakati mwingine ukijivuna wewe, lakini sema jamani, lakini hebu niangalie makaburi kwanza. Haya makaburi ya watu haya, kwa hiyo kuna kufa hapa. Maana kuna jamaa mmoja alikuwa anakimbia makaburi. Jamaa huyo alikuwa anakimbia makaburi. Sasa alitoka sehemu fulani kwa sababu kuna makaburi mengi, akahamia sehemu nyingine. Kuangalia naona makaburi hapa. Anahama anaenda sehemu nyingine, hakukuta makaburi kabisa. Sasa hapa ndio pa kukaa. Akiwa amekaa jioni nyumbani kwenye mezani, akaletewa chakula. Sasa walipale supu tena supu. Alipoletewa supu hiyo, akakuta viganja vya binadamu vimejaa mle na minofu ya nyama ya binadamu. Akashangaa. Sasa sisi huko tunakula watu, ndio maana hujaona makaburi. Kwa hiyo tunakula kifo tu, ni nyama nzuri. Kwa sababu umekimbia kote kule makaburi. Kwa umefika hapa bwana, hakuna makaburi, haina maana kwamba watu hawafi, wanaliwa. Kwa hiyo lazima tutambue tutakufa jamani, tutakufa. Uwe na wadhifa wowote ule, tena hata ulindwe ufanye nini, watakuchoma. Yani kifo kinakuchoma hapa hapo. Kwa heri zako na mabunduki yote hayo nakaa tu, hamna kitu. Tutakufa. Na ndio maana hata wakati mwingine majivuno hayana maana. Tumeona watu wamekufa, walikuwa na maana, walikuwa nini, lakini wameshaondoka, wameshasahaulika. Kwa maana ni Mungu peke yake. Na ndio maana ukisema kwamba nani ambaye nataka nimbebe niwe naye katika maisha yangu, ni Mungu. Hakuna ambaye anaweza kukunyang'anya Mungu, lakini vitu vyote hivi vinaweza kunyang'anywa muda wote. Maisha yako yanaweza kunyang'anywa na nini unakanyang'anywa, lakini hakuna atakayenyang'anya atakakunyang'anya Mungu hata siku moja. Na ndio maana katika safari zetu, ili kujinyenyekesha, wakati mwingine ukiwa chumbani mwako unakaa wewe ukasali, lakini malizia siku moja usema uangalie juu, uangalie kulia, uangalie mbele yako, sema hivi mimi ni nani? Au kijiangalia wewe kata sina maana. Raha ya milele nipe Bwana, na mwanga wa milele niangazie, nipumzike kwa amani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.